Shalom bati ya Mungu, tunabasalimia tena kwa jina la Yesu Kristo na kukaribisha we mtu mwenye kunafuatilia mafundisho zetu kwa njia ya YouTube, TikTok, Facebook. Mungu akubariki sana. Leo niko na andiko yenye mimi napenda nipartage na we mtu mwenye kunanisikiliza. Na mimi napenda niongee juu ya neema ya Mungu. Kwanza acha tusome maneno ya Mungu. Tunasoma Injili ya Luka sura yake ya kwanza na mstari wake wa 26 tunashuka 28 samani. Naye malaika akaja kwake akamwambia, salamu wewe uliyebarikiwa na Bwana yu pamoja nawe. Maria akafadhaika sana na maneno haya, akajiuliza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Ndipo malaika akamwambia, usiogope Maria, umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na utazaa mtoto mwanaume na utamuita jina lake Yesu. Amen. Siku ya leo mimi napenda niongee na wewe kuhusu neema. Na acha nikwambie kama mudunia yenye tunaishi ndani, chochote kenye unaweza fanya bila neema ya Mungu, utakutana na changamoto za mingi sana. Kuko aina ya watu mbili mwa hii dunia. Kuko batu benye wanapata vitu kutokana na nguvu zabo, na kuko batu benye wanapata nguvu ama kupata vitu fulani kutokana na makapasite zabo. Mekuko bengine watu benye wanapata vitu kutokana na neema ya Mungu yenye iko juu yao. Nataka nikwambie, hakuna kitu kizuri kama ufanye kitu ukiwa na neema ya Mungu. Watu wengi wanashindwa kuelewa neema. Neema hailombe effort zako. Neema haihitaji your strength. Wakati neema inakuwa manifested ndani ya maisha yako, utakutana vitu vyenye bilikuwa impossible binaanza kuwa possible. Let me talk to someone. Unaweza fanya kitu, kama unaifanya kwa nguvu yako, ujue kama pana sehemu utafika na utakuwa limited. But if you do something kutokana na neema ya Mungu, kila kitu kitajipeleka. Neema ndiyo kitu salama ambayo inatufikisha sehemu ambapo tusingalifika. Pana watu mwa hii dunia, jamaa zao zilikuwa hazijulikane, familia zao zilikuwa hazina heshima, lakini kwa sababu ya neema ambayo Mungu aliweka kwao, wale watu wanakuwa wasamani ndani ya dunia. Pana watu hawakusoma, hawana ujuzi nyingi, lakini neema ya Mungu yenye iko juu yao inawatofautisha. Let me tell you something. Neema ya Mungu pekee ndio inaweza kaleta difference katika maisha ya watu. Tunaweza tukaleta utofauti kwa nguvu zetu, lakini tukiwa na neema ya Mungu, utofauti itakuwa ya ajabu tena ya kabambi sana. Naombea mtu mmoja mwenye unanifuata, acha neema yenye Mungu aliweka juu yako ianze kuwa manifested na ianze leta utofauti katika kila jambo utakayofanya. Sikia, shie bote tunaweza tukafanya kazi, shie bote tunaweza tukaimba, shie bote we can preach, shie bote tunaweza fanya jambo moja, but the grace of God inaweza ikaleta utofauti. Kitu ambacho kinaleta utofauti, it is the grace of God. Bila neema ya Mungu we cannot see the different, but neema ya Mungu yo peke njo inaletaka utofauti. Let me talk with someone ambaye iko napenda aone utofauti katika kazi yake. Let me talk with someone ambaye iko nahitaji aone mambo yanabadilika. It is the grace of God njo inaweza ikatofautisha mambo. It is the grace of God ambayo inaweza ikabadilisha. There are things that tunahitaji tuone mabadiliko kwayo. There are things ambavyo tuko nahitaji bitoke mu viwango ya chini na ipande ndani ya viwango ya juu. But the grace of God yo peke njo inaweza ikatofautisha. Naongea na mtu mmoja nikimwambia kwamba tambua neema ambayo Mungu aliweka kwako. Maandiko inasema hivi ya kwamba malaika wa Bwana Gabriel akatumwa kwa huyu mwanamke mwenye alikuwa anaitwa Maria. Nataka unisikilize kwa makini. Maria, the Bible haituoneshe mahali ambapo alikuwa iko naomba. Hakuna sehemu ambapo Biblia inatuonesha Maria iko na hitaji mtoto. But the Bible says that neema ya Mungu kwa sababu ilikuwa juu yake, kitu cha kwanza ambacho ilifanya Mungu kumtembelea. Let me talk with someone. Wewe ambaye uko na hitaji Mungu akutembelee. Wewe ambaye uko na hitaji uone mkono wa Bwana. Mungu atakutembelea hapana kwa sababu ya your strength, lakini Mungu atakutembelea kwa sababu ya neema yenye iko juu yako. Mungu atakuvisit
because of the grace upon you. Ngoja nikwambie, neema ambayo iko juu ya mtu huwa inafanya Mungu kuingia ndani ya maisha yake na kubadilisha mambo. Jambo la pili, maandiko yanasema huyu malaika mwenye alitembelea Maria alikuwa na habari njema. Let me talk with someone. Neema pekee ndio inaweza fanya habari njema kudhihirika na kutendeka ndani ya maisha yako. Na kuombea sehemu kokote ambapo uko, acha neema ya Bwana ikalete utofauti ndani ya maisha yako. Acha neema ya Mungu ikalete the different, let the grace of God iende tofautisha mambo, vitu ambavyo bilikuwa haviendeke bianze endeka kupitia neema ambayo Mungu ameweka juu yako. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mwanamke akapata habari njema kutokana na neema ambayo alijaliwa. Kitu kingine ambacho napenda, Biblia inasema hivi, Maria akashangaa, akasema vitawezekana namna gani? Because the things ambavyo uko unaniambia to my thinkings biko impossible. Tukienda muhali ya kawaida, when you try to think about these words ambavyo Maria anaambiwa, we can say that ni vitu ambavyo havieleweki. Because unajua kuko vingine vitu wenye unaambiwaka, kuko wengine mambo yenye unaambiwaka, even your heart mwenyewe unajiambia these things they are impossible, haviwezi kutendeka. How come a woman who is virgin, how come a woman who has not yet met with a man can have pregnancy? Ni vitu ambavyo viko ngufu kusemeka wala kueleweka, but the grace of God inafanyaka vitu ambavyo viko impossible kukuwa possible. Let me talk with someone. There are things that are impossible in your life. There are things that you are seeing are hard, but I pray this time, let the grace of God to bring the difference. Acha neema ya Mungu ilete utofauti. Mambo ambayo yalikuwa impossible yaanze kuwa possible katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke akapata habari njema na mabadiliko ikaonekana katika maisha yake. Jambo la pili njoo, nataka utofautishe haya mambo mbili. Biblia inasema hivi, kulikuwa mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Elizabeth na alikuwa na mume wake alikuwa anamuita Zakaria. Sasa huyu Elizabeth, Biblia inasema aliomba siku mingi, alitumikia Mungu na iko naomba Mungu amupatie mtoto. Alifanya bidii, aligo deeper in prayer, yeye na mume wake. But the Bible says that the time that Zakaria alikuwa iko naomba was in prayer, alikuwa iko natumikia Mungu katika hekalu, katika zamu yake. Biblia inasema kama akatembelewa na malaika wa Bwana. Malaika akamwambia, maombi yako na sala zako zimesikiwa, your prayers imepata majibu. Hear these things. Na majibu ambayo walipata, bakazala mtoto, na ule mtoto akaitwa Yohana Mubatizaji. But the Bible says another thing. Huyu mwanamke mwenye tunasema yeye Maria, hakuna nafasi kwenye wanatuonesha aliomba, hakuna nafasi kwenye wanatuonesha alifunga, hakuna nafasi kwenye wanatuonesha aliita angalau, but the grace of God ikaanguka upon him, na kwa sababu ya neema ya Mungu yenye ilianguka juu yake, akazaa mtoto mwenye alikuwa juu kuliko mtoto wa Hawa walipata kupitia nguvu zao. Ngoja nitangazie mtu mmoja nikimwambia kwamba unaweza ukapata vitu kupitia nguvu zako, lakini vitu vizuri ni vile utakavyovipata kupitia neema ya Bwana. Na kuombea sehemu kokote ambapo uko, acha neema ya Mungu iende ikalete utofauti. Acha neema ya Mungu ikupatie vitu ambavyo vitakuwa sahihi kwako. Biblia inasema kwamba Maria akazaa mtoto, na huyu mtoto alikuwa alama na mshangao kwa sababu grace ya Mungu njo ilikuwa ilishatangulia. Na kuombea neema ya Mungu ikutangulia. Let the grace of God ikutangulia sehemu kokote utakapokwenda. Let the grace of God ikusemee sehemu ambapo huwezi kuongea. Pana sehemu hatustahili kuongea kwa sababu tukitembea kutokana na sheria za dunia hazitaturuhusu kuongea. Kuko law, there are laws kwa hii dunia ambazo haziwezi kuturuhusu ingawa kusema maneno. But the grace of God inaenda zaidi, it go over ya masheria. Neema ya Mungu haitembei kutokana na sheria, lakini neema ya Mungu inaenda zaidi ya masheria. Let me talk to someone here. Pana sheria
sheria zimewekwa. Pana sheria ambayo inasema ya kwamba huwezi ukakua, huwezi ukapata vitu vikubwa, huwezi ukapata makuta pasipo kutumika. But let me tell you, the grace of God inaweza ikakupatia bila kusumbuka. Chochote ambacho utapata na ulitumia nguvu zako, usiseme ni neema ya Mungu. The grace of God inatupatia vitu without using our strength. There are some things ambavyo Mungu iko naandaa juu yako without using your strength. Pana vitu Mungu iko naleta kwako without using your capacities. Pana vitu Mungu iko nakia kupatia without using your knowledge. Akili yako zitakuwa limited. Wakati akili yako itakuwa limited, wakati mawazo yako itakuwa limited, wakati your strength itakuwa limited, that time ambapo neema ya Mungu itaanza kuwa manifested katika maisha yako. Na kuombea sehemu kokote ambapo uko, neema ya Mungu ianze zihirika ndani ya maisha yako. Huyu mwanamke alipata neema ya Mungu na akaona mabadiliko makubwa katika maisha yake. Mungu akubariki sana na neema ya Mungu ikaonekane kwako. Amen.